Kwa hiyo miongoni mwa vikwazo ambavyo alivyowekewa Irani ni kutomiliki ndege za kivita, na hii ni ishara kwamba wanahofia akiwa na ndege za kivita anaweza kuja kuishambulia Israeli. Kwa hiyo akawekewa vikwazo vya namna hiyo, ikawa ngumu sana. Unajua, mtu ukiminya ukambana vizuri anapata ujanja mpya. Sisi kuna usemi mmoja wa Kiarabu ambao unasema pindi ambapo yani mtu anapofikia mahala ukamwekea ncha za mkuki hivi, basi ataona hakuna njia ya kufanya bali ni mimi nipambane tu, kwa sababu mwisho wa siku huyu atanidhuru. Kwa hiyo lazima, hakuna namna nyingine, ni mimi nipambane tu. Basi yule bwana akaanza kutafakari, nafanyaje? Ikabidi awasomeshe wa Irani wengi sana, hasa katika masala haya ya kisayansi. Kwa hiyo akasoma vizuri kabisa kuona namna gani na sisi tunaweza tukaandaa silaha zetu wenyewe, tena ziwe tawilul mada, yani ni zile silaha ambazo zina uwezo wa kufika mahala fulani, yani sehemu ya mbali mno, kuanzia kilomita 2000 mpaka na 800. Kwa hiyo wakaanza kuandaa na wao katika hali nzuri. Marekani sasa, kwa kuwa yeye ana watu wake anawaandaa wawe kuwa ndio taifa lenye nguvu pale Middle East, akimtazama Mwirani kutokana na teknolojia alokuwa nayo, yakaona kwa hali hii huyu sasa atakuwa ni kikwazo kitachokwenda kuziwia utaratibu ambao nilokuwa nimeuweka mimi, ya kwamba Israeli awe ndio super power katika Mashariki ya Kati. Hilo ndio tatizo kubwa, sio udini. Pale hakuna swala la udini kabisa kabisa kabisa. Basi baada ya hapo sasa, yeye fikra yake ikamtuma ya kwamba akimuua Ali Khamenei atakuwa amemaliza mchezo, kama alivyofanya kwa Maduro kule Venezuela. Alihisi akifanya hivyo atakuwa amemaliza mchezo, lakini kumbe ni tofauti. Irani jinsi alivyo ni sawa na zile ghazawat, vita ambavyo vilivyokuwa vikipiganwa wakati wa Bwana Mtume Muhammad. Akiuawa qaid, generali, kiongozi kauawa, basi hapo hapo anapanda generali mwingine. Ndivyo wanavyofanya Irani. Kwa hiyo ni ngumu sana hilo jambo kusema kwamba yeye atakwenda kubadilisha utawala. Ni jambo gumu mno, kwa sababu akiuawa huyu hapo hapo anapanda mwingine, akiuawa anapanda mwingine, hivyo. Sasa utaua wangapi? Utamaliza watu wangapi kwa utaratibu huo? Ule ni mfumo. Kwa mazingira hayo sasa yeye akaona ngoja nimuue Khamenei. Kamuua Khamenei. Angalia kinachotokea huko. Na bahati mbaya mimi najua lugha ya Kiarabu na nasikiliza sana zile channel ambazo zinazoongea kwa lugha ya Kiarabu. Sheikh, huku kuna baadhi ya channel hizi kubwa kubwa hizi, ukizisikiliza unaweza ukasema huko Irani hakuna hata nyumba ilobakia. Yani wanaongea uongo mwingi sana. Lakini ukizisikiliza zile channel zenyewe za Mashariki ya Kati, ndio tabaini pia Muisraeli amepigika vibaya mno. Mimi najua Kiarabu, kwa hiyo nazifuatilia zile channel tasnimu zile, nazifuatilia vizuri kabisa katika kufahamu channel zile Al-Arab. Kwa hiyo zinaeleza matukio, unayaona matukio jinsi yalivyo. Tena bahati nzuri sasa hivi watu wameendelea, una uwezo wa kutazama unatazama Irani wakati yanainuka yale mabomu, baada ya dakika kadhaa unaona tayari hapo katika anga la Tel Aviv. Unaona jinsi ambavyo mengine wanafanikiwa kuyadungua, lakini mengine unaona jinsi yanavyopenya kuingia katika viunga vya Tel Aviv. Unaona dhahiri kabisa. Lakini huku katika habari za ndugu zetu huku, hizo usikii kabisa. Utasikia wana Irani kapigwa vibaya mno, utasikia maneno ya namna hiyo. Lakini ndio dunia ilipofikia. Kwa hiyo mimi nijibu swali lako ndugu yangu, nikwambie kwamba Mashariki ya Kati, kwa uelewa wangu mimi, ile sio vita ya kidini, bali ile ni vita ya kugombea ukubwa wa eneo lile la Mashariki ya Kati. Kwa sababu watu ambao walikuwa wanaonekana wao wanaweza kuwa wakubwa ni Irani na Israeli, Mashariki ya Kati nzima. Baada ya Saudi Arabia kuangushwa, Saudi Arabia hana kitu tena sasa hivi, hana nguvu. Sasa kwa hali hiyo sasa ndio ikapelekea sasa Marekani, na hata hivyo kama wangemwacha tu Israeli mwenyewe bila backup ya Marekani na washirika wake, wala asingetoboa ile vita ya Iran. Na hata hivyo mimi nasema kwamba ni ngumu mno kwa wao kufikia malengo. Watampiga kwa sababu wana nguvu kubwa,
mambo mengi, na yeye yuko peke yake pale na kazungukwa na watu wengi pale wanafiki. Unajua Waarabu ni watu wanafiki sana wengi, au kina Saudia, Bahrain, kuja hapa Dubai, nenda Abu Dhabi, Iraki, ambayo Iraki yenyewe sasa inatawaliwa na huyu Marekani baada ya kumuua Saddam Hussein. Umeona? Kwa hiyo na ndio maana utaona ndege zake nyingi zilikuwa zinarushwa kutoka Iraki pia kuja kumshambulia huyu bwana mkubwa, kabla yeye kuanza kushambulia vile vituo vya Wahuthi kule, vya hawa Wakurdi. Sababu Wakurdi ndio watu ambao pia wana mgogoro mkubwa sana na Mashia. Unajua Mashia ni dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu, alafu hawa Wakurdi wao ni Wasunni, kwa hiyo huwa hawaelewani aslan. Ambapo hawa Wakurdi, kuna Wakurdi ambao wapo Iraki na kuna Wakurdi ambao wako mpakani Kurdistani huko. Kwa sasa hawa wanakuwa na uhasama mkubwa sana, na ndio maana inasemekana kwamba Marekani anaandaa kuwapa silaha Wakurdi kwa ajili ya kupigana vita ya chini kuja kuingia katika ardhi ya Irani. Lakini wale ni Waajemi wa Irani. Kumbuka Waajemi ni watu ambao huwa hawapoi kwenye vita, wana uwezo wa kupigana miaka 100 na wapo na wanaendelea. Sasa mimi ninachokisema, ile sio vita ya kidini, lakini nawaombea dua sana Irani, kwa sababu Marekani na hawa ndugu yake huyo Israeli wameua sana watu. Angalia Gaza ile, wallahi inatia aibu, inatia huzuni. Wameua watu wengi sana na bado wanaona sawa tu. Lakini mimi nilisoma kitabu kimoja cha Kiyahudi kinaitwa Alwajhul Haqiqi Lilyahudi. Mayahudi wanasema siku moja waliwahi kukaa na Mungu kikao, yani kama tulivyokaa mimi na wewe hivi, ndio wamekaa na Mungu. Alafu wakawa wanamuuliza Mungu, wakamwambia limadha khalaqta khalqan ghaira shu'bika almukhtar, kwa nini umeumba watu wengine wasiokuwa Wayahudi? Kuna makabila mengine umeyaumba ya nini? Mungu akawaambia litarkabu ala dhuhurihim, ili nyinyi mpande katika migongo yao. Watamtasu dimaahum, mkitaka kumwaga damu mwage damu zao hao. Lakini kadhalika vile vile mkitaka yani wao ndio wawe watu wanaolinda mashamba yenu na wawe chini wakiwatumikieni nyinyi. Hivyo ndio wanavyosema kwamba walikaa na Mungu. Mungu akawaambia kuumbwa hawa Afrika hawa. Kwa hiyo hata sisi hapa Afrika, si watu wengine ambao sio Wayahudi, wanaitakidi dhahiri kabisa kwamba sisi ni watu ambao tumeumbwa kwa kuwatumikia wao, lakini wakijihisi kutoa kafara, basi watolewa kafara wapo. Ni kama vile wewe labda una jambo lako la kafara, unakamata mbuzi au ng'ombe unatoa, basi ni hivyo. Ndivyo wanavyosema kwamba Mungu alikaa naye akawaambia. Hivyo ndo sababu ya kuumba watu ambao wasiokuwa Wayahudi. Na pia mimi nimewahi kutembelea Cape Town, South Africa. Kuna baadhi ya mitaa pale wanakaa ni hawa watu Wayahudi watupu. Hapo huruhusiwi kukaa mtu mwingine yoyote. Na ukisogea katika maeneo yale, cha kwanza unaanza kuulizwa elimu yako, una elimu gani? Mimi sina diploma, sina nini. Tufai hapa. Na ukipita katika kigezo cha elimu kwamba una elimu inayokwenda sambamba na wakazi wa maeneo yale, inakuja fedha, una hela kiasi gani? Sijui mimi na dola 20,000. Toka zako hapa, utufai wewe. Kwa hiyo ni mahala ambapo wanaishi wao wenyewe na wana mambo yao wanaofanya wao wenyewe. Hata we mzungu asiyekuwa Mtel Aviv au asiyekuwa na Myahudi haruhusiwi kabisa kukaa mahala pale. Angalia watu walivyokuwa na hatari. Kwa hiyo ni watu ambao ni ajabu sana. Sasa wamewaua sana Waarabu wa Palestina, Jordani, basi ni mtihani mkubwa. Lakini ile halisemwi na wala halitazamwi. Leo wanakuja kuwashambulia Irani. Kwa kweli mimi dua zangu zipo kwa Irani. Namuombea sana Irani. Mwenyezi Mungu amjalie, ampe nguvu aweze kufaulu katika mtihani huu mgumu kabisa. Sasa mpaka hapa tulipofikia, tumeona malengo ya Marekani ni kama ametimia. Lengo lilikuwa ni kumuondosha kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, ndo amefariki. Lakini sasa hivi pia tumeona mrithi wake ni mtoto wake. Ukiangalia baada ya hivi vita, mwaka jana pia mwaka 2025 kwenye vile vita vya siku 12 pia
lengo lile la Marekani lilikuwa ni lile lile tu, alitaki Irani irutubishe silaha za nyuklia, na walifanikiwa pia kushambulia vile vituo vya nyuklia vya Natanz na kadhalika. Mwaka huu pia lengo lao ni kumuondosha Khamenei, wamefanikiwa, ingawa Irani naye anajibu kwa nguvu. Kashashambulia asilimia kama 80 ya baadhi ya kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, na bado anaendelea kurusha makombora yake ambayo yanatoka kwenye chini ya ardhi ya masafa marefu. Unahisi vita hivi kwanza vinaweza vikachukua muda gani kwa hali tunayoiona sasa hivi, lakini pia mwisho wake unaweza kaa ni upi hasa? Kwa sababu ukizungumzia Mashariki ya Kati, pale kuna mfereji wa kupitisha mafuta wa Hormuz ambao umefungwa pia, na sasa hivi taarifa zilizopo ni kwamba tutarajie mafuta kupanda bei zaidi huenda kama hii hali itaendelea. Iko hivi, kwanza nirekebishe hapo kwamba Marekani hajafanikiwa malengo yake, kwa sababu kumuua Khamenei sio kafanikiwa malengo yake. Malengo yake yeye alisema anataka kubadilisha utawala, kwa maana kuondosha utawala ule wa Khamenei na kuweka utawala anaotaka yeye. Kwa hiyo mpaka sasa bado hajafanikiwa. Alichokifanya yeye ni kumuua Khamenei, akihisi kwamba akimuua Khamenei kwa maana Irani watarudi nyuma, lakini kama vile ndio amechochea moto, sasa ndio unazidi kuwaka vibaya mno. Kwa hiyo hajafanikiwa. Lakini jambo la pili, ili la kusema labda katika vita ile iliyopita ya siku 12 labda alifanikiwa katika kuharibu vinu vya nyuklia, si kweli. Marekani hakufanikiwa kabisa kudhuru chochote katika nyuklia. Unajua, kama ingefanikiwa kupiga kweli vinu vya nyuklia, mionzi ya nyuklia ingetoka, na lazima mionzi ile ingeathiri maeneo yale, na hata nchi za jirani zingepata madhara. Wewe unajua kwa nini watu wanapigia kelele sana katika swala hili al-qunbulatu nawawi, kwa maana hili kombora la nyuklia? Kwa sababu kombora la nyuklia kwa mfano likipigwa hapa, nyuzi joto za kombora hilo, na hapa tunalizungumzia kombora la zamani, acha hii teknolojia ya sasa, ile la zamani ambalo lilipiga pia Nagasaki na Hiroshima. Yani kombora lile likipiga hapa, kwanza linakuwa na nyuzi joto zisopungua kuanzia 1036. Hebu vuta picha, nyuzi joto 1036, anabaki nani hapo? Yani mpaka haya majengo yenyewe jinsi yalivyo itakuwa yanaanguka tena yakiwa uji kabisa. Na hilo sasa inasemekana inawezekana kuua watu takriban wasiopungua milioni 3 kwa mlipuko tu, kwa ule mlipuko tu. Kisha baada ya muda sasa itaanza kupanda dukhanun, kwa maana unaanza kupanda hewa yenye asili ya sumu. Hiyo hewa haiachi kitu sasa. Yani hapa ardhi itakuwa haimei tena, haiwezi tena kutoa mazao. Wakati huo ardhi hiyo itakuwa haijengeki tena, hakuna tena atakayeweza kuishi mahala hapo. Kwa hiyo ndio uzito wa hizi silaha za nyuklia, na hasa hizi ambao zimerutubishwa kwa nyakati za sasa, ndio zinafanya zaidi ya mara 1000 zaidi kuliko ilivyofanya Hiroshima na Nagasaki. Sasa kwa hali hiyo, Marekani yeye anazo nyuklia, lakini anasema Irani asimiliki nyuklia. Hata huyo Israeli mwenyewe anazo nyuklia. Umeona? Lakini kwa nini Irani asimiliki nyuklia? Ni kwa sababu wao wanamhofia, kwa maana akimiliki nyuklia huyu tayari ina maana hakuna mtu wa kumvimbia. Na hata hivyo kuna wasiwasi wa kutokea vita ya nyuklia Mashariki ya Kati. Ni hatari sana. Yani ni hatari mno. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba Marekani na mshirika wake hawajafanikiwa katika malengo yao. Kwa sababu kama wangekuwa tayari wamefanikiwa kwa kumuua Khamenei, tungeona pale wamepandisha bendera yao, tungewaona pale wametangaza uongozi wao, na sasa serikali ikawa chini ya yale wanayoyataka. Lakini ni kama vile wameenda kubonyeza batani nyekundu, sasa kinachowatokea huko hawaamini. Lakini Marekani ni mtu ambaye huwa hapendi vita ya muda mrefu. Hichi kitu lazima watu waelewe. Yani anapenda ile afanye tu kamaliza kazi kaondoka. Yani hapendi kupambana na watu ambao wana uwezo wa kumtia hasara. Mara nyingi yuko hivyo. Kwa hiyo vita tutarajie tu, wakati wote utaona tu ujanja wa Marekani. Utafanyika ujanja utapelekea kuona kwamba bana sisi yale tulotaka yametimia, basi sisi tunaona hakuna haja kuendelea. Tarajieni chikitu nakwambieni.
Hakuna ambacho atachoweza kubadilisha pale Irani, bali atakuja na maneno ya ujanja tu kwamba bana, tumeshafanikiwa. Kwa tumeshafanikiwa, tunaamua hatuoni tena sababu ya kuendelea na vita. Atakuja hivyo, na wala haitokuwa siku nyingi sana, lakini huu msala atamwachia rafiki yake sasa, Israel ndio atamwachia msala huu. Ni hatari sana. Yaani Marekani bwana ni mtu mmoja wa maajabu kweli kweli, na hata Wairani walisoma hilo baada ya kutazama yaliyomtokea Saddam Hussein. Walimsakama hivyo kwamba huyu bwana anazo silaha zinaweza zikaenda masafa marefu sana bana, mimi sina, nazo. Unazo. Wakatumwa watu, wakati ule alikuwa Muhammad al-Baradei ndio alikuwa mkaguzi wa hayo mambo, akatumwa akaenda pale, kafanya uchunguzi mle Iraki, hapa kuonekana hayo mabomu. Anatoa takwimu yake kwamba bana, haya mabomu yanayosemekana huyu bwana anayo, hana. Wanasema hata kama hana, huyu lazima apigwe. Unaona jinsi alivyo Marekani. Kwa hiyo ukiwa unayo utapigwa, hauna utapigwa. Sasa maana yake huyu bwana Muirani ndo akasoma ule mchezo, anaambiwa punguza nguvu zako za makombora. Sema siwezi kupunguza, kwa wewe ninavyokujua, nikipunguza sinusuriki chochote, nikiendelea kuwa nayo sinusuriki chochote kwako wewe. Sasa bora niapunguzie katika kambi zako huko, niapeleke huko katika kambi zako, ndio ataenda kupungukia huko. Lakini kusema mimi nitaharibu nguvu zangu, hiyo kitu hakuna. Ndicho alichokataa. Kwa sikeshaona na Libya si ilikuwa hivyo. Lakini matokeo haya, vita ile ya siku 12, watu wako mezani wanazungumza, yeye anakuja kushambulia kwa kushtukiza. Na ndio hivi alivyofanya katika vita hii, wako mezani wanazungumza, yeye anakuja kushambulia kwa kushtukiza. Huyu ni mtu sahihi. Ni bora wa Irani wakasema tutapigana mpaka tone la mwisho la damu, tutahakikisha tunaihami na kuilinda Irani yetu, haitokwenda katika mikono ya Marekani na Muisraeli. Na huo ndio ukweli. Pale haitachukua muda mrefu ile vita. Pana tafutwa sababu tu za kuona namna gani, kwa sababu Marekani sasa hivi analaumiwa sana na mataifa mengi. Hata ukitazama mataifa ya Ulaya yanamlaumu sana, ila taarifa hizo huwezi kuzipata kwa kutazama katika baadhi ya vyombo vile vya kimagharibi, uzipati kabisa hizo taarifa. Lakini analaumiwa sana kwamba kwa nini umekwenda kuanzisha hii vita? Hii vita haina maslahi bali ina madhara. Haya, mfereji wa Hormuz ushafungwa. Huku kwetu tayari mafuta yashapanda bei. Sasa mafuta yakipanda bei, maana yake automatic kila kitu kinapanda bei. Kwa sababu tu ya huu mzozo ambao hauna maana sana, haukuwa na maana sana ya watu kuingia vitani. Kwa sababu ni jambo la kugombea ukubwa tu katika Mashariki ya Kati, ambapo yeye Marekani anataka mkubwa awe Israeli, lakini Irani naye anasema mimi sio mzembe na wala mimi sio dhaifu kwa kiwango hicho, naweza kuwa mkubwa pia wa eneo hili. Kakataa unyonge. Kwa hiyo bana, kiukweli kabisa Marekani ana kazi ngumu, sababu wale watu na vita wanaijua. Licha tu ya hivyo, na vita wanaijua na wana uwezo wa kuhimili katika vita. Kwa hiyo asifikiri ni kitu kidogo, na akitaka kuona mziki wake unakuwa mbaya zaidi ni pale anapotaka sasa kuingiza majeshi wa chini wa kutembea kwa miguu, ndio ataokota maiti ya wanajeshi mpaka atachanganyikiwa. Wale watu wanajua vita kweli na wanajua kuhimili katika vita. Kwa hiyo mimi naombea tu dua wa Irani, lakini na huyu Marekani angeacha haya mambo. Hii dunia ishakuwa nyingine, sio ile ya kizamani. Unaweza kwa walaghai watu hivi na hivi. Basi bwana. Mzangu mimi nikushukuru sana. Shukrani sana.